Lakini matokeo ya kufanya uzinzi, cha kwanza, matokeo ya kufanya uzinzi, kuvunjiwa heshima na majeraha makali. Misali 6:33. Kuvunjiwa heshima na majeraha makali. Hamna chochote, utavunjiwa heshima tu. Yaani kama binti ukikubali kutumika kwa mvulana kisa kakupa pipi ya 200, wewe ya heshima yako haipo. Hebu soma hapo. Amen. Yaani kule kudharauliwa hakutafutika. Wewe nenda kaseme amna, Mavula alikuwa anaongea tu. Sawa, alikuwa anaongea si sawa? Haya, kaweka practice, kafanye. Heshima inaisha. Hata kulikuwa unaheshimika watu wote, lakini heshima inaondoka, unakuwa hamna chochote hapo. Haya. Kingine, matokeo yake kuua hatima alizotupangia Mungu. Unaua hatima yako. Unaua hatima. Umeona watu wengi, uzinzi umepoteza watu wengi sana, na vipaji vingi vimekufa kwa sababu ya uzinzi na mambo mengine ya uzinifu. Lakini jambo jingine ni kuachwa na Bwana ama kupata laana za Mungu. Bwana anasema usizini, Kutoka 20:14, wewe unazini. Maana unamtaka Bwana kupatia laana. Haya ni maonyo jamani. Haya ni maonyo, kipengele hiki hapa ni maonyo. Na Misali 29 mstari wa kwanza nasema aonywaye mara nyingi akishupaza shingo atavunjika na hatapata dawa kabisa. Kwa hiyo Kutoka 20:14 imesema usizini, alafu wewe unafanya, utapata laana za Mungu, maana uwezi ukapingana na Mungu. Lakini kingine, matokeo mengine ni kumwaga damu isiyo na hatia. Kwa mfano, hivi ukazini ukapata mimba, unataka tuambie kwamba utalea mgogo hivi? Unasoma haya unaanza kujiuliza, hili tumbo nilipeleke wapi? Si ndo nalichatulia mbali? Hayo ukilichatulia mbali unapata nini? Kumwaga damu isiyokuwa na hatia. Na matokeo ya kumwaga damu isiyo na hatia inapatikana Isaya 59 mstari wa 2. Ila kabla hapo soma Isaya 59 mstari wa 7, alafu ndo unamalizia hiyo ya 59 mstari wa 2. Umwagaji damu isiyokuwa na hatia, utatoa mimba. Acha hizo habari, sio nzuri. Hasa na nyinyi sasa kijana kufuata kwambie toshi na tulikemela tu tulisa wapi? Wewe kafe. Haya, wewe kuwa gemejo sasa. Wanakuja kugemela kama kiatu, wanajabishia kama namba 10 au 6, na una gemero. Umefika hapo msomaji? Isaya 59 mstari wa 7. Soma hapo tukamalizie, alafu tukaingie kwenye maombi. Maombi yetu, kiongozi wa maombi utatuongoza kwenye habari ya kuweka agano na Mungu leo kwamba hutamtenda Mungu dhambi ya uzinzi kabla ya ndoa. Mwambie nitajilinda, Bwana unisaidie. Utamwambia wewe mwenyewe kwa mdomo wako. Umefika ile 59 mstari wa 7. Soma hayo mafungu. Miguu yao ukimbilia mabaya. Mabaya ni pamoja na uzinzi. Unakuta kabinti kamepiga miguu cha. Yaani umekwenda pale umekuja akapo. Kumbe kako bombo. Kwa nani? Kwa Juma. Mawazo yao wanawaza uzinzi. Hivi nimesema mwisho wa 7 tu. Halafu matokeo ya uzinzi, soma ile soma mstari wa 2. Matokeo yake ni nini? Mstari wa 2. Maana yake sasa ukifanya mambo kama hayo, Bwana hata ukiingia kwenye maombi utakuwa ni kelele tu. Unapigaga kelele. Haya. Lakini nasema hamna, anatanganya sana ongeaga. Haya kafanye tuone kwa mfano. Atakaoenda kufanya mikono juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Jamani, kipindi